changamoto ilikuwa ni mapato, maana tulikuwa tunalipa mapato tangu mwaka jana. Ile mwongozo wa 24-25 ulikuwa unatuambia sisi bajaji za mizigo shilingi 120,000 kwa kila bajaji. Kwa hiyo tumeendelea kulipa, lakini mwezi wa 3 wametuletea barua kwamba tunatakiwa tulipe 2,250,000. Tukawaambia sasa hii inatokaje? Maana mwongozo unatuambia 120,000 ile 2024. Lakini pia tunafahamu mwaka wa serikali wa mapato mabadiliko ni mwezi wa 7 baada ya ile bunge kuisha. Tunajaribu kukaa nao hapo tuelewa, tuambie hii ni ngazi kutoka juu na tulikuwa tumekosea zamani. Hata kama mlikuwa mmekosea, basi funga kikombe mwanaharamu apite, tukae tuzungumze, maana mapato ni haki na ni uzalendo pia. Au kutuelewa, tumefanya kila sehemu ikashindikana. Kwa hiyo ikabidi sasa tuandike barua ya umoja kama mkoa pelekea la PC Mheshimiwa Kamanda wa Mkoa Mtafungwa kwamba tunataka tuandamane tarehe 13, tunatafuta kiongozi, tutakutania ofisini kwa ajili ya kutoa kero zetu. Tukasema hizi kodi ni kubwa, tupunguze kwa sababu mfuko ni ule ule. Tukitoa kwenye stendi inaingia serikalini, tukitoa LATRA inaingia serikalini. Punguzeni hii 120,000 tuweza kututosha sana. Wamekataa. Tukasema tuweke maandamano ya amani. Tunaandika barua tarehe 13. Nashukuru Kamanda wa Mkoa Mtafungwa ni mtu mzuri, mtu mwelewa, ametushauri na ametupa maagizo kwamba acha tuzungumze kwanza, hayo tuyaweke pembeni kwanza. Sisi tumeshukuru, lakini pia amesema njia zimekuwa ni changamoto Mwanza. Ukiweka maandamano maana yake kuna shughuli nyingi, kuna watu wanaumwa, wanatakiwa waende hospitali, watu wakafanye kazi, yanaweza kapungua. Lakini kwa sababu tayari kuna waandishi wa habari, kuna mambo mengine yanaendelea, lakini naona watasikia waziri wa fedha, kamati za kudumu na wengine wanaosikia kwamba hii kwa sisi kwa kweli inatubana sana. Na tumepokea ushauri wake kwa hali ya mali. Tunatii ushauri wake na tutafanya kama alivyotuagiza ili akaonana na mamlaka husika, na ili swala la maandamano tulisitisha kwa sababu ya ushauri wake. Na tumepokea ushauri pia kuhusu usalama wa barabarani. Kwa sababu barabarani wametupa elimu, tunaenda kuzifanyia kazi katika shughuli za bajaji. Ikiwa ni kubeba mizigo kwa njia hatari, kuhatarisha usalama wa watumiaji wa barabara wengine, na pia kutii sheria zote za usalama barabarani. Nadhani hayo ni muhimu sana kwetu sisi kama madereva kufanyia kazi ili kuwa na ushirikiano kati yetu na jeshi la polisi. Kero kubwa tulionayo ni kwamba TRA kwa mtazamo wangu naona ni kama wanalipatia jeshi la polisi kazi kubwa na wanatuchonganyisha kati yetu sisi na jeshi la polisi. Wananikamata na TRA chombo kimekamilika. Wanakagua chombo, wanasema chombo kinadaiwa na unakuta chombo hakidaiwi na dokumenti ninazo. Kwa hiyo pale wao wanapoona wameshindwa, sasa tumevutana na mimi uhakika ninao, wanaita jeshi la polisi. Jeshi la polisi likija linawasikiliza wao kwa kujua ya kwamba wao wako sawa. Mwisho wa siku inaonekana ya kwamba mimi sidaiwi. Na kingine upande wa mapato tulikuwa tunalipia 120,000. Tunaafiki kabisa wote, na ili litakapofanyika ni muhakikishie hata mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, ili akilivalia njuga pamoja na wakuu wetu wa mikoa wataona mapato yataingia kwa asilimia kubwa. Kwa sababu kwa hili linalofanyika wananihamasisha hata mimi mlipa kodi pia nikwepe kulipa kodi. Nalipa 120,000 kwa mwongozo wa taratibu za sheria. Kitabu kinanielekeza nilipe 120,000, lakini tunaenda huku naambiwa nilipe 250,000. Sasa tunapogoma kulipa kodi, unategemea maendeleo haya ni nani atakaye yakamilisha? Nimewaita hapa kwa sababu na nyinyi mliniletea barua yenye taarifa. Mliniletea barua siku ya tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu majira ya saa 4. Mkaniandikia barua, mkaandika barua ofisi ya Kamanda wa Polisi mkoa wa Mwanza, mkimweleza kwamba mnatoa taarifa ya maandamano ya amani. Maandamano ya nini? Ya amani. Kwenye barua hiyo hamkusema ni lini mnataka kuandamana kwa amani. Lakini kwenye barua hiyo hamkusema mnaandamana kutoka wapi kwenda wapi. Maandamano hayajawahi kuwa ufumbuzi wa changamoto tunazokutana nazo katika maisha yetu. Hayajawahi kuwa ndio ufumbuzi wa matatizo yaliyopo. Sisi Mwanza tunatamani kuiona Mwanza ikiwa Mwanza ya amani.
tunatamani kuiona Mwanza yenye utulivu, lakini tunatamani kuiona Mwanza ina wananchi wake wanao kuwa wasikivu, lakini wanaowasilisha mambo yao kwa kufuata taratibu zilizowekwa serikalini kupitia taasisi zao walizopo mahala mbalimbali wanapofanyia kazi zao za kila siku. Bado kuna nafasi nzuri na mazingira mazuri ya kuzungumza endapo jambo lolote lile aliko sawa. Mmeongea mambo ya kodi na vyombo vyenu hivyo mnavyovitumia kama guta. Sisi kama jeshi la polisi hatupendi kuingia kwa undani sana, kwa sababu hilo jambo lina ufafanuzi wake bila shaka wa kitaalamu na lina mamlaka yake. Ninyi ni wadau wetu muhimu sana. Mambo ya usalama barabarani na matumizi ya barabara, lakini wadau wetu kwa maana ya ulinzi na usalama wa watu na mali zao, hasa tunapokuwa tunaongelea swala zima la kuzuia na kudhibiti matukio ya uhalifu katika maeneo yetu tunayofanyia shughuli zetu za biashara za usafirishaji. Lakini tumewaita hapa sababu nyingine ikiwa ni kuwapongeza. Mimi binafsi niseme ninawapongeza sana kwa kazi kubwa ambazo ninyi kama wasafirishaji, wajasiriamali wasafirishaji, kwa kusaidiana na jeshi la polisi kwa kiwango kikubwa katika swala zima la kuzuia uhalifu katika jiji la Mwanza. Mtu anaweza akafikiri uhalifu wanazuia polisi peke yao. Si kweli. Jambo la kuzuia uhalifu ni swala shirikishi. Ni swala la wadau wote, lakini swala la wananchi wote, mkiwepo ninyi katika jiji hili la Mwanza. Mkoa wetu una idadi kubwa ya watu wenyewe ni ninyi na wengine ambao wako hapa. Hivyo sote kwa pamoja tumetimiza wajibu wetu vizuri katika kuliweka jiji salama. Na niwaambie, mnafanya kazi kubwa sana katika kutusaidia sisi kuzuia uhalifu. Lakini mimi ninachotaka kusisitiza kwenu ni kwamba unapoendesha chombo chako hicho, umebeba mzigo, usijifikirie peke yako. Wafikirie watumiaji wengine wa barabara.